Waislamu na Wakristo duniani wameingia katika kipindi muhimu cha mfungo. Kwa kawaida, waumini hujizuia kula na kunywa kuanzia alfajiri hadi jioni. Lakini baada ya saa nyingi bila chakula, mwili huhitaji mlo wenye nguvu. Leo tunaangalia kwa undani. Je, dola 2 za Kimarekani sawa na shilingi 5,000 za Kitanzania zinaweza kumpa futari ya kutosha? Safari yetu inaanzia sokoni, mahali ambapo bei halisi za bidhaa huonekana wazi. Tumefunga safari ya kwenda kati ya moja ya masoko maarufu Dar es Salaam. Lengo ni kupata kufahamu gharama za futari. Wataalamu wa afya wanashauri kuwa mlo wa futari uwe ni wenye kutia nguvu mwilini. Vyakula kama mhogo, magimbi, viazi vitamu hupendwa sana kwa sababu ni vya bei nafuu na vyenye nguvu. Nasi tunamuuliza mfanya biashara, ukiwa na shilingi 5,000, je, inatosha kwa futari? 5,000 atanua gimbi la 3,000 au atanua gimbi la 2,000, nazi 1,000, kishombo fulani hivi amazing dalia mchele zile za 1,000. Unaona bei gani hapo? 4,000. 1,000 alobakia anapata juisi kwa mama Joni. Je, umeiona futari ya bei nafuu? Katika mazingira ya sasa ambapo gharama za maisha imepanda maradufu, ubunifu na kupanga matumizi ni muhimu ili kukidhi mahitaji ya kila siku. Hebu tuambie wewe, umejipanga vipi kupata mlo wa futari? Je, unaweza kula futari kwa kutumia shilingi 5,000? Tuambie kwenye comment, gharama za futari kwa upande wako imefika kiasi gani?